Mazungumzo ya Footprints huangazia mijadala na maarifa kutoka kwa viongozi wenye tajiriba katika sehemu zao za kazi na biashara na uzoefu wao kuhusu kanuni muhimu za uongozi. Kama waumini, tunapaswa kufuata kanuni hizi za uongozi za kibibilia mahali petu pa kazi na biashara ili kutusaidia kutimiza wito wetu. Mazungumzo ya Footprints wiki hii yanaangazia sehemu ya pili ya tamaa. Katika sehemu ya kwanza, wajumbe Yuda Iskariote na Akani ambao majina yao yamekuwa alama za kibiblia za tamaa walitumia uzoefu wao kutueleza kuhusu visababishi vikuu vya tamaa na baadhi ya madhara yake. Tulielewa kutokana na uzoefu wao kwamba kama waumini, tamaa inaweza kuharibu wito wetu wa kitaaluma. Katika sehemu ya pili, watatumia uzoefu wao kutusaidia kugundua baadhi ya ishara za tahadhari na jinsi ya kudhibiti na kushughulikia tamaa mahali pa kazi na biashara. Tafadhali tuwakaribishe kwenye mazungumzo ya Footprints. Inafurahisha kujua kwamba hadhira yako ilipata kile tulichoshiriki kutokana na uzoefu wetu katika sehemu ya kwanza kuwa yenye manufaa. Bila shaka, tulikuwa na maoni mazuri na wanasubiri sana sehemu ya pili. Tunaamini Bwana anaweza hata kutumia matukio yako ya kusikitisha ili kuonya mtu. Kwa hiyo, hebu tuende kwenye baadhi ya ishara za onyo. Bwana Iskarioti, tuanze nawe. Tunafurahia kwamba mtu anaweza kujifunza kutokana na makosa yetu. Ndiyo maana ishara ya kwanza ya tamaa nitakayosisitiza inahusiana na hisia ya utupu. Na ninataka wasikilizaji wako wajue kwamba huwezi kuwa na ukamilifu wa Kristo ndani yako na kuwa na hisia hiyo ya utupu. Lakini, Bwana Iskariote, ulitembea pamoja na Kristo, ulitarajiwa kuwa na ukamilifu wake na bado ulijiona mtupu na ukawa na tamaa. Kwa hivyo, tusaidie hapa. Hapa kuna siri na hitaji la utambuzi wa kiroho. Unaweza kuwa karibu na Kristo na usimjue au kuwa na ukamilifu wake. Unaweza kuwa kuhani mkuu, askofu, mtume, mchungaji, mzee wa kanisa, shemanzi na ukawa na cheo cha juu kabisa katika Ukristo na bado usiwe na ukamilifu wa Kristo. Kuleta manufaa kama hiyo haiji na vyeo, madhehebu ya kidini au shughuli katika kanisa. Ukamilifu wa Kristo huja na tabia ya moyo wako na kujitolea kwako kutii mapenzi ya Bwana wako. Hii ni ya kina. Je, unaweza kutusaidia kuelewa vizuri zaidi kutokana na uzoefu wako? Jinsi ulivyosema vizuri, nilijaliwa kuwa karibu sana na Kristo. Tulitembea pamoja, tulizungumza pamoja na kula pamoja, lakini sikumjua kamwe. Sikujitolea kwake na kamwe kutafuta uzima wa milele aliotoa maisha yake kwa ajili yake. Nilikuwepo tu kwa ajili ya maslahi yangu. Kunaweza kuwa na mtu aliye juu sana katika vyeo vya kidini kama papa na bado humjui Yesu. Nimekuwa huko. Hakika, huu ni uzoefu unazungumza. Je, hii ndiyo sababu ya wewe kuwa hatarini na kutumiwa na adui? Uko sawa. Ilikuwa ni baada ya kutumika kumsaliti Mola wangu ndipo nilipotambua hazina za mbinguni nilizozipoteza kwa kuzingatia mambo ya duniani na maslahi yangu binafsi. Nilitambua kwamba kama ningemjua Bwana, kujikabidhi kwake, kutii na kujisalimisha kwa yale aliyotuambia, nisingeweza kamwe kuhisi utupu huo ambao ulinisukuma kwenye tamaa. Ukamilifu wa Kristo hukuleta katika ushirika na uungu, na hakuna kitu katika ulimwengu huu kinachotimia kama ukamilifu huu. Pesa zote duniani haziwezi kununua hiyo. Hiyo inanikumbusha Wakolosai 2 mstari wa 9 na 10. Ujazo wa Mungu unakaa kwa jinsi ya kimwili ndani ya Kristo, na sisi tumekamilika katika yeye aliye kichwa cha enzi yote na mamlaka. Jinsi ninavyotamani ningepata utambuzi wa kiroho katika ukamilifu huu wa uungu katika Kristo. Sasa najua ni ya thamani zaidi kuliko utajiri wowote wa kidunia. Jinsi ningetamani ningelijua hilo hapo awali. Wasikilizaji, hii ndiyo sababu unahitaji kujifunza kutokana na makosa ya Bwana Iskarioti. Kuwa na ukamilifu wa Kristo kuna thamani zaidi kuliko utajiri wowote, na ndiyo tiba kuu ya tamaa. Ikiwa una ukamilifu wa Bwana ambaye anashikilia ulimwengu wote mkononi mwake, pamoja na fedha na dhahabu, una kila kitu. Na hiyo itadhibiti tamaa ndani yako. Bwana Akani, sasa tuje kwako. Wakati mwingine tunadharau mambo madogo. Mara nyingi tunavutiwa na vitu vigumu na vya kupendeza. Mtu anaweza dhani utiifu kwa neno la Bwana ni jambo la kawaida. Lakini kama ningefanya hivyo, nisingepatwa na mwisho huo mbaya kwa sababu ya tamaa.
Ikiwa Mola wako mlezi anakwambia usiwe na tamaa, basi anajua hazina alizo nazo kwako ukimzingatia. Je, unaweza kushiriki nasi kutokana na uzoefu wako njia zingine ambazo tunaweza kudhibiti tamaa? Ndiyo. Jua kuwa tamaa sio kwa pesa tu. Lengo ni kupata nguvu, ukwasi, kutambuliwa na hadhi inayokuja na pesa. Unapaswa kuweka vipaumbele na mitazamo yako sawa. Niliiba kile ambacho kilikuwa kifupi na nikapoteza kile ambacho kilikuwa cha milele. Kwa bahati mbaya, lazima niseme kitu kimoja. Nilitafuta fedha na nilipoteza hazina halisi. Shairi la kusisimua la mwezi wa Agosti ulioandikwa na shirika la Can Doleaders lenye mada Megredi Pigredi. Hadhira iangalie. Inaangazia jinsi tunavyokosa utajiri wa kweli huku tukizingatia tamaa. Vitu tunavyofikiria hutengeneza utajiri. Hakika tunajidanganya kuwa pesa, nyumba, magari, nguvu na hadhi hutufanya kuwa matajiri. Si kweli. Thamani yako haipimwi na wewe mwenyewe bali jinsi watu wanavyokuthamini. Ikiwa kile unachonyakua hakitakuwa thamani kwa wengine na kwa jamii, wewe sio tajiri. Bwana Akani, tunahitaji kuwa wazi hapa. Je, inahusisha pia kuiba pesa hizo na kuzifanya ziwe za thamani kwa wengine? Kwa mfano, kutumia fedha za wizi kulipa karo za shule za wanachama, familia ya nje na wengine? Sivyo kabisa. Ninamaanisha kuwa mkarimu kwa kile umepata kwa uaminifu. Ukarimu ni mojawapo ya tiba ya tamaa. Tiba nyingine ni kuwa wazi na kuwajibika. Hakuna mikataba iliyofichwa kama nilivyofanya. Hadhira, mazungumzo juu ya tamaa imedhihirisha kwamba Bwana anaweza kuangazia nuru kutokana na kile tulichofikiri kilikuwa gizani. Tumejifunza mambo muhimu kuhusu visababishi vikuu na matokeo fulani ya tamaa. Pia tumepata maarifa kuhusu baadhi ya ishara za onyo na jinsi ya kushughulikia tamaa. Yote kutoka kwa makosa ya wajumbe Iskariote na Akani. Tunapaswa kujilaumu ikiwa tunarudia makosa yao, kwa sababu tunaweza kupata mwisho ule ule wenye kuhuzunisha wa tamaa ikiwa tutafuata makosa yao. Bwana atusaidie. Hebu tuonyeshe shukrani zetu kwao. Iwapo mazungumzo haya ya Footprints yamekuwa yenye baraka kwako, basi ipitishe ili iwe ya baraka kwa wengine. Je, wewe ni muumini aliyejitolea kutimiza wito wake wa kitaaluma mahali pa kazi na mahali pa biashara? Tuna rasilimali kadhaa kukusaidia kufanya hivyo. Jiunge nasi kwenye mtandao wetu YouTube kwa ajili ya wewe kupokea rasilimali mpya kila wiki. Kama wewe pia una vipaji vingine vya kiteknolojia, wasiliana nasi na tuzisalimishe kwa Bwana ili kubadilisha maisha ya wengine kwa utukufu wake.